Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki cha mafundisho ya Biblia kutoka katika chaneli hii ya Sauti ya Ufunuo, napenda kukualika jioni ya leo kujifunza neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Ufunuo, katika mwendelezo wa mafundisho yanayopatikana katika kitabu cha Ufunuo. Kama tulivyoona, kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza fungu la 3, fungu la 2 anasema alilishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yani mambo yote aliyoyaona. Heri yeye asomaye na wao wasikia maneno ya nabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati u karibu. Maneno yaliyoandikwa katika Ufunuo kama tulivyoona ni maneno yaliyokuwa yakitabiri wakati ambao maandiko yanasema ulikuwa unakaribia. Yalikuwa yakihusiana hasa na wakati tunaoishi leo, wakati wa mwisho wa nyakati za kufunga historia ya ulimwengu. Tujifunza somo la kwanza, utangulizi wa kitabu cha Ufunuo. Tukamwona Kristo Bwana wetu ndiye mlengwa hasa, mtoaji wa unabii wa kitabu cha Ufunuo, na ya kwamba ni ufunuo wake yeye mwenyewe kwa watumishi wake, na ya kwamba yeye anashikilia hatima ya maisha yetu. Yeye ni Alfa na Omega. Lakini pia tukajifunza Ufunuo sura ya 2 kwa habari ya kanisa la Efeso. Tukaona kuwa makanisa 7 yaliyochaguliwa na Mungu katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza, ya 2 na ya 3 yalikuwa ni makanisa yaliyowasilisha au yaliyoashiria au yaliyowakilisha zama kuu 7 za kanisa la Kikristo, toka Kristo alipopaa ulimwenguni mwaka wa 31 mpaka mwisho wa nyakati. Tukaona kanisa la Efeso liliwakilisha kanisa la kwanza kabisa la mitume, na kanisa lilofuata, kanisa la Smyrna, likawakilisha kanisa la wazao wa mitume ambao lilianza mwaka kati ya 100 hapo mpaka mwaka wa 300, na kanisa lilofuata lilikuwa ni kanisa la Pergamo, likawakilisha vizazi vilivyofuata kati ya mwaka wa 300 na mpaka mwaka wa 520 hapo mpaka mwaka wa 500. Na katika makanisa haya tunaona kanisa la Efeso linasemwa ya kuwa lilikuwa ni kanisa safi, lilikuwa ni kanisa lenye upendo, lakini linasemwa na Mungu napewa onyo kwamba liliuacha upendo wa kwanza, na ya kuwa ndani yake kulikuwa na watu wanaoshika mafundisho ya Nikolai. Tuliona washikao mafundisho ya Nikolai ni wale ambao walikuwa wanakiri ya kuwa kumwamini Yesu ni sawa, lakini baada ya kumwamini Yesu hakukuwa na haja ya kutembea katika amri za Mungu. Anasema Mungu anachukia mafundisho hayo, kwa maana watu wanaomwamini Yesu, Biblia inasema imewapasa kuenenda vile vile kama Kristo alivyoenenda, ambaye anasema mimi nimezishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake, nanyi mkishika amri zangu mtakaa katika pendo langu. Lakini katika kipindi cha Smyrna, kati ya mwaka 100 mpaka mwaka wa 300, changamoto inayojitokeza hapa, kulikuwa na mateso makali, na Mungu alikuwa anawaonya watu wake kwamba anajua hali wanayoipitia, ya kwamba watatupwa katika magereza ili wapate kujaribiwa, lakini wanapaswa kuwa waaminifu hata kufa. Na hapa tujifunza ya kuwa hakuna kipimo cha mwisho cha uaminifu. Hakuna sababu yoyote inayoweza kuidhinisha dhambi katika maisha ya Mkristo. Mkristo anapaswa kudumu kuwa mwaminifu hata kama ikimlazimu kufa, kwani katika Ufunuo sura ya kwanza Yesu anasema ana funguo za mauti na kuzimu. Hata kama itatulazimu kufa, lakini tukiwa waaminifu kwa Kristo atatufufua. Pia tukaangalia katika kipindi cha Pergamo, changamoto tuliyoiona hapa katika kanisa, tuliwaona watu wanaotajwa kuwa wanashika mafundisho ya Balaam. Tukajifunza habari za Balaam. Kwa Balaam alikuwa hapo awali ni nabii wa Mungu, kwamba kipindi wana wa Israeli kutoka Misri wanaenda Kanaani, walipofika ng'ambo ya Yordani wakikabili nchi ya Moabu na Midian. Sasa mfalme mmoja alikuwa anaitwa Baraki, mfalme wa Moabu. Baraki akaona hawa watu wanataka kuteka ardhi yake, na hivyo alisikia kuna mtu mmoja huko katika nchi ya Midian anaitwa Balaam, ambaye akilani analani na akibariki anabariki. Akaenda kumuita ili awalani watu wa Mungu, lakini Mungu alimkataza Balaam kwenda kuwalani watu wake. Lakini Balaam kwa kuwa alisikia mfalme wa Moab Baraki mfalme wa watu anawaambia kwamba kama atakuja atampa fedha hata kiasi cha kujaza chumba kizima na zawadi zozote ambazo Balaam anataka. Balaam kwa kutaka mapato kutokana na kazi ya Mungu alikuwa anaifanya, akataka kwenda kinyume na kusudi la Mungu. Akaenda hivyo hivyo. Tunasoma hapo katikati mpaka malaika akatokea, punda akaongea na kadhalika. Hayo yote yalitokeza hapo, lakini Balaam hakusikia maonyo ya Mungu, akasonga mbele kwenda kuwalani wana wa Israeli. Lakini hata alipotaka kuwalani, halikutoka neno la laana ndani yake, bali zilitoka baraka. Sasa Balaam alifanya nini ambacho kinamfanya atoe mfano katika kipindi cha Pergamo? Balaam baada ya kuwa amewabariki, ameshindwa kuwalani wana wa Israeli, amewabariki, akamshauri Baraki, Baraki, hauwezi kuwalani watu hawa, bali tafuta wanawake wazuri katika taifa la Moabu. Ukishawapata wanawake wazuri katika Moabu, wapeleke kwa wana wa Israeli, wakawaalike katika karamu zenu. Watakapokuja wana wa Israeli kwenye karamu zenu, muanyweshe pombe wale wanaume, alafu muwashawishi kuabudu ibada ya sanamu. Wakifanya hivyo, Mungu atawakasirikia, atawapiga yeye mwenyewe. Kwa hiyo alitia ukwazo ili watu wapate kuvila vitu vya kutoa sadaka kwa sanamu, lakini pia wapate kuabudu sanamu ili wapate kukosana na Mungu wao. Sasa tunaona katika kipindi hiki hivyo kati ya mwaka wa 300 mpaka mwaka wa 538 kanisa la Mungu lilikuwa katika hali mbaya.
waliingiza watu kwa siri, kama kitabu cha Yuda 1:34 kinaposema, watu ambao hawakujali neema ya Mungu walijiingiza katika kanisa. Akianza mfalme Konstantino mwenyewe mwaka wa 323 akabatizwa kuwa Mkristo. Warumi walikuwa wakilitesa kanisa katika kipindi cha Smyrna, ndio Warumi hao wakajifanya kuwa Wakristo na walileta kutoka pamoja nao mafundisho mbalimbali potofu. Walianzisha ndani ya kanisa, kwanza waliwashawishi viongozi wa kanisa kwamba Sabato ilikuwa ni siku takatifu ya Kiyahudi. Sabato ya siku ya saba, yani Jumamosi, kwa siku takatifu ya Kiyahudi, na wao kama Wakristo wanapaswa wanaomwabudu Kristo wanapaswa kusherehekea siku ambayo Bwana wao alifufuka, yani siku ya kwanza ya juma. Hivyo wakaanzisha ibada ya Jumapili, jambo ambalo halikuwa na mamlaka yoyote katika Biblia. Sabato ni amri ya 4 kama tulivyoona, inayosema iko siku ya Sabato itakasi. Ilikuwepo hata kabla ya Wayahudi. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 anasema Mungu akastarehe siku ya saba, akaibariki, akaitakasa. Ilikuwepo hata kabla ya Wayahudi, lakini hawa waliamua kuiacha kwa ushawishi wa Warumi na kushika siku ya kwanza ya juma ambayo Biblia haikuwahi kuagiza kufanya hivyo. Ingawa mitume tunaona kwamba walishika siku ya Sabato, na katika kitabu cha Isaya 66:22 na 23 anasema hata katika mbingu mpya na nchi mpya Sabato itakuwepo, lakini hawa walishawishiwa na kuiacha Sabato takatifu. Tunaona pia viongozi wa kidini kwa kutaka upendeleo kutoka kwa viongozi wa Kirumi walianzisha ubatizo wa kunyunyiza majini, kunyunyiza maji badala ya kuzamisha. Ubatizo wa kuzamisha ambao Biblia inataja kwamba ni ishara ya kufa, kuzikwa na kufufuka pamoja na Kristo, waliuacha wakanyunyiza watu katika vichwa maji, ubatizo ambao hauna msingi katika Biblia. Lakini pia tunaona mambo mengi ya kuombea waliokufa. Biblia inasema mtu akifa, katika kitabu cha Mhubiri sura ya 9, hajui neno lolote, wanasubiria kufufuliwa, aidha kwa uzima wa milele au aibu na kuzaliwa milele, kwa kitabu cha Danieli 12 nasema hivyo. Lakini pia Wakorintho wa kwanza sura ya 50, Wakorintho wa kwanza 15 kuanzia fungu la 50 inazungumzia swala la ufufuo, kwamba Yesu atakuja, atawaita, saa inakuja, wafu walio makaburini wataisikia sauti ya mwana wa Adamu. Lakini watu wanasema mtu akifa, kama alikuwa mtakatifu anaenda mbinguni, na kama alikuwa mwovu anaenda motoni. Na hivyo waliwafundisha watu kwamba huenda Mungu anaweza kuwa mkatili kiasi hicho kwamba akashuhudia watu wanateseka milele, kitu ambacho si fundisho la Biblia. Tukaendelea kuangalia kutoka mwaka wa 538 baada ya mafundisho haya na ukwazo huu wa watu kufundisha mafundisho mfano wa bara kuingia katika kanisa. Kutoka mwaka wa 538 kuna kipindi kinaitwa kipindi cha kanisa la Thiatira. Hapa maandiko yanataja ya kuwa katika kipindi hiki walianzia mafundisho ya mwanamke anaitwa Yezebeli. Yezebeli ni nani? Tuliangalia Yezebeli alikuwa ni mwanamke wa Kiamon, ni mwanamke ambaye alikuwa mpagani, sio Mwisraeli. Mfalme Ahabu alimuoa na kwa ujinga wake akampa nusu ya ufalme. Yezebeli akaanzisha ibada ya miungu bahari na miungu Ashtoreth katika nchi ya Israeli, na hivyo akapelekea taifa zima kupotoka. Na katika kipindi cha Yezebeli tunasoma habari za nabii anaitwa Elia. Hata ilipofika atatua katika mlima Karmeli, Elia anawaita wana wa Israeli na kuambia, ikiwa mtasita katika mawazo mawili hata lini, ikiwa Bwana ndiye Mungu mfuateni, ikiwa bahari ndiye Mungu mfuateni. Watu hawa walikuwa wameaminishwa mvua, jua na mema yote yanaitwa na miungu bahari, na hivyo wakashindwa hata kufanya uamuzi sahihi. Walikuwa katika giza totoro, giza la kiroho. Sasa katika zama hizi za giza walikuwepo watu wa mfano wa Yezebeli walioongoza taifa la Mungu kumwacha Mungu na kugeukia wanadamu. Kwa Mtume Paulo anatabiri katika kitabu cha Wathesalonike wa pili, katika kitabu cha Wathesalonike, waraka wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike wa pili 2 anasema, basi ndugu, twakusihi kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msisitushwe kwa roho wala kwa neno wala kwa waraka unaozaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwako. Mtu awe yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji isipokuwa kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kwasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi ajinuae nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba ndiye Mungu. Je, amkumbuki ya kuwa wakati nilipokuwa pamoja nanyi naliwaambieni hayo, na sasa alizo yao mwalijua yule apate kufunuliwa wakati wake. Maana siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, wala lakini yupo azuiaye hata atakapoondolewa. Hapo ndipo atakapofunuliwa asi ambaye Bwana Mungu atamua kwa pumzi ya kinywa chake. Katika kipindi hiki cha Thiatira, kati ya mwaka wa 500 mpaka mwaka wa 1500 hapa upapa uliinuka. Hapo awali kanisa la Kikristo lililoanzishwa na Yesu mwenyewe halikuwa na watu au viongozi wanaoitwa mapapa. Labda nitoe ufafanuzi hapa. Wengi hupenda kusema labda kanisa Katoliki la Roma au papa wa kwanza labda ni Petro au ni Yakobo, lakini hakuna kiashiria chochote katika Biblia kinachosema hawa watu walikuwa ni mapapa. Papa ni neno linalomaanisha baba. Na Yesu katika kitabu cha Mathayo sura ya 23
Katika kitabu cha Mathayo sura ya 23 kuna maandiko yanasema, Bwana wetu Yesu Kristo anatamka akiwaonya wanafunzi katika kitabu cha Mathayo sura ya 23, anawaambia fungu la 9, wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Alijua mambo haya yatainuka. Katika zamani hizo kulikuwa na wamishonari kama wakina Mtume Paulo, kulikuwa na mitume, kulikuwa na manabii. Halafu pia kulikuwa na wazee wa makanisa na mashemasi. Na hata usoma katika kitabu cha Timotheo, viongozi wakubwa wa makanisa walikuwa ni wazee wa makanisa na mashemasi. Kulikuwa na wamishonari wakitumwa maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuhubiri Injili. Lakini baada ya kama mwaka hivi wa 476 hapo kuelekea mwaka wa 500 baada ya Kristo, wakati wale makabila ya Kibarbarian ya Ulaya ya Magharibi yalipovamia dola ya Rumi Magharibi na kufanikiwa kuizofisha, mfalme wa Rumi wakati wale alikuwa Konstantino aliazimu kuhamisha makazi yake kutoka Roma kwenda Constantinople, yani Istanbul. Wakati anahamisha makazi yake, kiti cha enzi cha ufalme wa Rumi Magharibi kikabaki hakina mtu. Sasa mfalme Justinian wa Mashariki akamtuma jemadari wake anaitwa Bethel, na kwa andiko lake akaazimu kumkaimisha askofu, yani mzee wa kanisa la Rumi, aweze kuwa kuongoza. Aliona ni nani anaweza kupewa serikali bila kuleta mzazano. Mzee wa kanisa la Rumi, yani askofu wa Rumi, aweze kuongoza makanisa yote yanayopatikana katika dola ya Rumi Magharibi, lakini pia awe kiongozi wa makanisa ya dola ya Rumi Mashariki. Na hivyo maaskofu wa makanisa mengine wakaanza kwanza kumita kama kaka mkubwa, lakini baadaye wakamuita kama baba, lakini baadaye akaja kuwa kama baba mtakatifu, yani papa. Sasa mamlaka hii haikutambuliwa na Mungu, bali ikaimishwa na mwanadamu, yani mfalme Justinian wa Mashariki. Wale waliolijua neno la Mungu walipinga mamlaka hii, na kama matokeo ya kupinga, kanisa likitumia nguvu ya dola likawatesa watu wengi. Tunasoma katika kitabu hiki cha kama alivyofanya Yezebeli katika kipindi cha Thiatira, aliwaua manabii wote wa Mungu, na watu wote waliomwabudu Mungu waliteswa katika kipindi kwa kutumia nguvu ya dola. Na kama matokeo ya kutesa, tulijifunza kwamba katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 kwamba kanisa lilikuwa kama ni kanisa, anasema katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 kanisa lilipewa mabawa. Ufunuo 12 anasema na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimuuzi mwanamke yule aliyezaa mtoto mwanamume. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa, ili aruke aende zake nyikani hata mahali pake hapo aishwapo kwa wakati na nyakati na nusu wakati, mbali na huyo nyoka. Kwa sababu ya mateso yaliyosababishwa na huyo joka, yaani shetani, Mungu anasema kanisa lake lilipewa mabawa, ikaruka ikaenda kujificha nyikani. Watu wa Mungu walienda katika milima, watu wa makabila yanaitwa kama ya Denses, walienda kujificha milimani hata kwa wakati, nyakati mbili na nusu wakati. Yaani wakati mwaka, nyakati mbili, miaka miwili na nusu, wakati nusu mwaka, ambao ni sawa na siku 1260. Kama kila siku moja, mwaka mmoja kwa mujibu wa unabii wa hesabu za kinabii, inafanya miaka 1260 iliyoanza kati ya mwaka 538 mpaka mwaka 1798. Kwa nyakati zote hizi kanisa la Mungu, yani la wale wanaoishika kweli, lilikuwa kama limekufa. Lilikuwa kama limeenda kujificha kikani. Na Biblia inatuambia kuwa sababu kuu ya joka kuwakasirikia, fungu la 17, joka akamkasirikia mwanamke akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, watashika amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Ni kwa sababu walikuwa wakizishika amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, walikasirikiwa na shetani. Na hivyo kama matokeo ya hili, kanisa likasonga mbele kutoka mwaka 1500 mpaka mwaka 1798. Inasema katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3, na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndio anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu, zile nyota 7, na yanajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai nawe umekufa. Sasa katika kipindi hiki Roho anayashuhudia kanisa hili kwamba wana jina, kanisa la Kikristo lilikuwa na jina la kuwa hai kati ya mwaka 1500 mpaka 1798, lakini wamekufa. Unajua uhai, walikuwa wanaitwa ni Wakristo, lakini hawaenendi sawasawa na mafundisho au hatua au njia au maadili ya Kristo. Kwa maana Yesu katika kitabu kupitia mtume Yohana, katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 2 fungu la 6 anasema, yeye asemaye kuwa anakaa ndani yake amempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Kwa hiyo ingawa walikuwa ni Wakristo, lakini hawakuenenda sawasawa na mafundisho ya Kristo. Wakati Kristo katika kitabu cha Luka 4 fungu la 10 anasema akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi, wao walienda kuabudu siku ya Jumapili. Wakati Kristo anasema saa yaja ambao wafu wote wataisikia sauti ya Mwana wa Adamu, wao walisema wafu wakifa wanaenda mbinguni wakati huo. Wakati Kristo anasema mwenye mamlaka ya kusamehe dhambi ni Mungu pekee, wao walisema mapadri na maaskofu wana uwezo wa kuwapatanisha watu na Mungu. Wakati Biblia inatamka katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 fungu la kwanza, watoto wako wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki.
naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Biblia inatambua mwombezi kwa Baba ni Yesu Kristo, na ndiye mwenye haki, kwa maana yeye ndiye aliyeishi maisha matakatifu yasiyo na dhambi. Yeye pekee ndiye mwenye haki ya kutuombea mbele za Baba. Fungu la 3, basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Wakati giza linapotawala katika kanisa, wakati watu wanaposhindwa kujua ya waende wapi, maandiko yanasema kumbukeni jinsi mlivyopokea. Wanakumbukaje? Katika kitabu cha Yeremia, sura ya 6, kitabu cha Yeremia sura ya 6 fungu la 16, basi Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu, mkaone mkaulize habari ya mapito ya zamani. Iwapi njia iliyo njema, mkaende katika njia hiyo, nani mtajipatia raha nafsini mwenu. Maandiko yanatushauri wakati dunia imechafuka na kila aina ya mafundisho, huyo akisema hii ndiyo njia, na huyo akisema hii ndiyo njia, huyo akisema ukimwamini Yesu hakuna haja ya kushika amri za Mungu, na huyo akisema ukishika amri za Mungu hakuna haja ya kumwamini Yesu, yanakushauri wewe mtu wa Mungu, simama katika njia kuu. Hii ndiyo njia kuu. Yesu ndiye njia na kweli na uzima, na Yesu anafunuliwa si kwa njia nyingine yoyote, bali kwa njia ya Biblia, neno takatifu, maana yeye ndiye neno atokaye kwa Mungu. Hivyo maandiko yanatuambia wakati tunapokaa katika njia panda, tusimame katika njia kuu, tuone yako wapi mapito ya zamani. Ni wapi walikopita wazee wa zamani? Je, wazee wetu wa imani waliamini nini? Wazee wetu kama ni swala la ibada walisali siku gani? Wazee wetu kama ni swala la uimbaji waliimba vipi? Wazee wetu wa imani akina Ibrahimu, wazee wetu wa imani mitume 12, wazee wetu manabii walisafiri katika njia ipi? Katika kitabu cha Isaya sura ya 8 fungu la 20, neno la Mungu linasema, kitabu cha Isaya sura ya 8 fungu la 20 anasema, na wakati watakapokuambia, tuanze fungu la 19, na wakati watakapokuambia tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi waliao kama ndege na kunong'ona, je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Je, waende kwa waliokufa kwa ajili ya watu walio hai? Naam. Fungu la 20, na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Maandiko yanatuambia tutaenda sawasawa na maagizo ya Mungu, sheria na kushuhudia katika neno la Mungu, kwamba hivi ndivyo asemavyo Bwana Mungu. Na kama mtu anaposhuhudia neno hilo katika neno la Mungu, hilo ndio neno takatifu. Kila mtu atajifanya na mamlaka kwamba mimi ni mtu wa Mungu na kuagiza tenda hivi. Lakini kama hawezi kuonesha mamlaka yake kwamba hilo neno analosema linapatikana wapi katika neno la Mungu, huyo kwake hakuna asubuhi. Pengine mtu aweza kusema kuwa yeye ni nabii, lakini Biblia inasema roho ya manabii huwatii manabii. Hakuna nabii anayeweza kutokea katika ulimwengu wa leo akanena neno kinyume na manabii walionena zamani kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, na maneno yao yakaandikwa katika Biblia. Hivyo watu wanashauriwa katika nyakati hizo na nyakati zetu kwamba watafute, waangalie jinsi walivyopokea, waangalie mapito ya zamani. Lakini Biblia inasema nyakati hizo, lakini unayo majina machache katika Sardi, watu wasiotia mavazi yao uchafu, nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili. Anataja kuwa kulikuwa na majina machache katika Sardi. Unajua, baada ya kuwa watu wamekandamizwa kwa muda wa miaka mingi, walianza kuzuka watu. Alianza kuzuka mtu kama John Wycliffe, akazuka mtu kama Martin Luther, waliokuwa miongoni mwa watawa na mapadri katika kanisa hili la Roman Catholic. Wakaanza kuzuka na kuanza kukosoa baadhi ya mafundisho ambayo yakuwa na msingi katika Biblia. Walikosoa habari ya uuzaji wa vyeti vya msamaha, na wakatangaza ya kuwa neema ya Mungu ni bure. Yesu alikufa kwa ajili ya wote na wataokolewa bure kwa njia ya imani. Walivuka watu kukosoa masuala ya ubatizo wa kujiza kwenye maji. Wakikosoa wakiendelea taratibu kulifundisha kanisa na kuwatoa watu katika giza la kiroho lililowekwa na viongozi wasiomjali Mungu, waliojali faida na matumbo yao. Biblia inasema yeye ashindaye atavikwa mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitakiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika zake. Yeye ashindaye, yeye atakayetafuta mapito ya zamani, yeye atakayezamilia kutembea katika njia ya Mungu, njia waliotembea wazee wa zamani. Biblia inasema Mungu hatalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Hakuna mwisho wa kutafuta ukweli katika ulimwengu huu. Kila mtu anatakiwa kusoma neno la Mungu yeye mwenyewe na kujibainia ukweli. Asikudanganye mtu. Kuna mtu anasema kwamba amri za Mungu zilipitwa na wakati.
Kwa hiyo anaposema amri za Mungu zipitwa na wakati, hivi ndugu yangu, unapotafakari mtu akisema amri za Mungu zipitwa na wakati, je, anamaanisha ukazini? Je, anamaanisha ukaibe? Je, anamaanisha ukaue? Je, anamaanisha ukamshuhudie jirani yako uongo? Je, anamaanisha ukatamani? Je, anamaanisha usiwaheshimu baba yako na mama yako? Je, anamaanisha umdharau Mungu na kulitaja jina lake bure? Je, anamaanisha unaweza kuwa na miungu mingine? Je, anamaanisha unaweza kufanya sanamu za kuchonga? Mbona kama anamaanisha tu kukuambia kwamba usiishike siku ya Sabato na kuitakasa? Kuna nini katika Sabato? Katika Sabato iko siri. Katika Sabato Biblia inasema katika kitabu cha Ezekiel sura ya 20, maandiko yanasema kuhusu Sabato. Kwa nini Mungu aliitoa Sabato kwa wanadamu? Katika kitabu cha Ezekiel sura ya 20 fungu la 12 na la 20 anasema, fungu la 12, tena naliwapa Sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate ya kujua kuwa mimi Bwana ndimi watakasaye. Ni ishara ya utakaso kwamba Mungu ndiye anayetutakasa. Fungu la 20, zitakaseni Sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ni ishara inayowatenga watu wa mataifa na watu wa Mungu. Tunapozitakasa, tunapozitunza, zitatutenganisha kati ya watu wa mataifa na watu wa Mungu. Na sasa katika amri za Mungu, hata dini za kimataifa, hakuna dini inayosapoti uaji. Dini nyingi zinasema watu wasioe. Hakuna dini inayosapoti watu kutoheshimu ndoa. Hakuna dini inayosapoti watu kudharau wazazi wao. Dini nyingi zinasapoti watu kutokuwa na tamaa, kufanya kazi zao wenyewe. Dini nyingi zinasapoti mambo mengi, lakini kufika kwenye Sabato ndio amri pekee Biblia inasema imewekwa kwa ishara kati ya watu wa Mungu na watu wa mataifa. Ninakusihi mtu wa Mungu, kwa namna ya kipekee, kama ilivyo katika kipindi hicho cha zamani, inakupasa kumrudia Mungu, kuchunguza mapito ya zamani na kutembea katika njia ya Bwana sawasawa na neno lake. Baada ya mwaka 1798, Biblia inaandika katika fungu la 7 fungu sura ya 3, na kwa malaika wa kanisa lililoko Filadelfia andika, haya ndio anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Na yajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nao umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu, tazama nitakupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi nao sio, bali wasema uongo. Tazama nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako, na kujua ya kuwa nimekupenda. Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa, yote tayari kuujia ulimwengu wote, kuharibu akao juu ya nchi. Naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitoa taji yako. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala atatoka humo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe, ile jina jipya. Yeye alisikia na asikie neno hili ambalo yaambia makanisa. Akazungumza na watu walioishi kati ya mwaka 1798 mpaka mwaka 1444. Yesu anawaambia naja upesi. Anawaambia amewapa mlango ulio wazi ambao hapana awezaye kuufunga. Yaani wakati ule waliweza kuwafungia nje, wakawapa kila aina ya mafundisho ya uongo, lakini Bwana kwa namna ya pekee aliinua watu wengi walioifanya nuru kuenea, nuru kuwa wazi kwa watu wote. Wakati ule waliweza kuzificha Biblia na kuzichoma moto na kuzuia waumini wasisome, lakini Bwana kwa neema yake aliweza kufanya Biblia zichapishwe kwa wingi na zimeenea kila mahali. Ametoa mlango ulio wazi, wala hapana mtu awezaye kuufunga. Leo hii neno la Mungu linapatikana kwa watu wote. Leo hii kila mmoja anaweza kulisoma neno la Mungu yeye mwenyewe. Huu ni mlango ulio wazi, mlango ambao hapana mtu awezaye kuufunga. Ni wewe tu kuingia katika mlango huu, mlango ambao Kristo ameweka kwa ajili yetu. Lakini neno linaongezeka hapa, anasema naja upesi. Kuna mambo mengi ya kujifunza hapo, habari za patakatifu na mambo mengine, lakini sio somo la siku ya leo. Maandiko yanatuambia ametoa mlango ulio wazi ambao hapana mtu awezaye kuufunga. Neno la Mungu liko wazi kwako kulichunguza na kulifuata. Hamna haja, sio nyakati za kupotea kwa sababu ya ujinga. Zamani za ujinga Biblia inasema Mungu alifanya kuwa haoni, lakini sasa anawaagiza watu wote wapate kutubu. Na ikiwa utapotea leo ni kwa sababu ya ujinga wako mwenyewe, maana neno liko wazi kwa watu wote. Na kwa malaika wa kanisa la Laodikia, akizungumza kwa habari ya watu wanaoishi kuanzia mwaka 1800 mpaka Yesu atakapokuja mara ya pili, sema, na kwa malaika wa kanisa la Laodikia andika, haya ndio anenayo yeye aliyeamini, shahidi mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Akizungumza kwetu anatutajia kwamba yeye ndiye mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Na yajua matendo yako, anajua jinsi tunapotenda, ya kuwa huu baridi wala huu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Watu wa kizazi hiki tumetajwa katika Biblia kama ni watu wa ajabu sana.
Hatuko baridi wala hatuko moto. Hatuko kwenye Ukristo uliosimama imara wala hatuko kwenye upagani. Wakati huo huo tukijiita kwamba ni Wakristo, ni wale ambao tunafuata mila za kipagani. Asubuhi tunakwenda makanisani kuomba, jioni tunaenda kwa waganga wa kienyeji. Asubuhi watu wanaenda asubuhi kuomba, jioni wanaenda kuroga watu. Watu asubuhi wanaenda kuomba, jioni wanaenda kusengenya. Watu asubuhi wanaenda kuomba, jioni wanaenda kuwaibia ndugu zao. Watu asubuhi wanaenda kuomba, wanawachukia ndugu zao. Hawako baridi wala hawako moto, wako na hali ya uvuguvugu. Wanadhani mbingu ni mbingu ya wabinafsi, wanadhani mbingu watakwenda kama ni mbingu ya babu yao. Mbingu ni ya Mungu aliyetuumba sisi sote, na nafsi zote zina thamani na usawa mbele zake. Wewe unayedhani ya kuwa utastahili kwenda mbinguni wakati ndugu yako hastahili, wewe unakosea. Basi kwa sababu una uvuguvugu wala ubaridi wala moto, nitakutapika kutoka katika kinywa changu. Kwa sababu wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu chochote, na ujue kwa wewe mnyonge, mwenye mashaka na maskini na kipofu. Watu wa kizazi hiki wanatajwa kuwa ni watu wanaojizania kwa wametajirika. Ukienda kumwambia Biblia inasema ndoa ni ndoa ya mke mmoja, anakwambia wapi pameandikwa. Ukienda kumwambia kwa Biblia inasema usizini, anakwambia hata Mungu mwenyewe anajua hali niliyokuwa nayo. Ukienda kumwambia rushwa ni dhambi, anasema ningewezaje kulisha familia yangu. Ukienda kumwambia ya kuwa kuiba ni dhambi, anakwambia mimi sijaiba, nimechukua. Wanahalalisha dhambi. Wanatangaza neno la Mungu katika madhabahu, lakini ni majambazi wakubwa. Kizazi cha ajabu sana ambacho watu wanajiita ni manabii, lakini wanatumia nguvu za ushirikina katika kufanya miujiza na kufanya hata moto kushuka kutoka mbinguni. Wanawachanganya watu sana. Biblia inasema wanajifanya kuwa ni matajiri, hawataki maonyo kabisa. Ukiwaonya hawataki kusikia chochote, hawataki kumrudia Mungu, lakini Biblia inasema hawajui wao ni wanyonge, wenye mashaka, masikini na vipofu. Nakupa shauri wewe kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Biblia inasema nunua kutoka kwa Bwana neema yake, dhahabu iliyosafishwa kwa moto, tabia safi ya Kristo Yesu, na upate kuwa tajiri, na mavazi meupe, yani haki ya Kristo, upate kuvaa aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho upate kuona. Tunaitwa leo kulirudia neno la Mungu, kurudia unyenyekevu wa Kristo, ili tupate kuona, tupate kuokolewa. Na Yesu anasema leo, tazama nasimama mlangoni na bisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Yesu anasema anasimama katika mlango wa moyo wako, anabisha. Anasimama katika mlango wa moyo wako akikutaka kujitoa kikamilifu kwake. Yesu anakuja upesi. Zamani tulikuwa tunapata ugumu kuhubiri habari ya matukio ya siku za mwisho, lakini leo ukizungumzia njaa, kila mtu anajua dunia imejaa njaa. Ukizungumzia vita, kila mtu anajua habari za vita ndio habari zilizopo sasa. Ukizungumzia umwagaji damu, juzi tu hapa tumesikia mtu amekatwa kichwa, ametupwa kwenye mto huko. Watu wamekuwa ni wakatili kiasi kwamba wanaweza hata kukata kichwa cha mtu na kumtupa mtoni. Watu wanakosa kabisa roho wa Mungu. Yesu anakuja. Watu ni wakatili kiasi hiki. Hii inaashiria kwamba roho wa Mungu anaondoka taratibu ulimwenguni. Yesu anakuja. Mwisho wa dunia umefika. Sasa Yesu anasema wakati hukumu za Mungu zakaribia kushuka katika ulimwengu, anabisha katika mlango wa moyo wako. Hebu mpokee leo. Hebu anza kuchunguza katika neno lake, upate kujua ni nini ya kupasayo kutenda. Anza kuchunguza katika amri zake, upate kuona mapungufu yako. Unapoona dhambi zako zinakulemea, nenda kwa Yesu akusaidie. Nenda kwa Yesu akusamehe. Muamini Bwana Yesu, atakuokoa wewe na nyumba yako. Kwa nini uendelee kushikika katika dhambi? Hakuna faida kudumu katika dhambi. Maana katika dhambi kuna mashaka mengi. Katika dhambi kuna kila aina ya kukosa matumaini. Lakini mtu anayemwamini Yesu atakaa salama. Atakuwa na tumaini katika maisha haya, lakini pia katika ulimwengu ujao. Yesu anasimama katika mlango wa moyo wako, anabisha leo. Umwamini, umpokee ili apate kukuokoa. Maana anasema nalikuja ulimwenguni ili wawe na uzima, na kisha wawe nao tele. Mpende Bwana Mungu wako, umwamini yeye. Mwamini Bwana Yesu, atakuokoa wewe na nyumba yako. Karibu tena wakati mwingine tutakapoanza kujifunza katika kitabu cha Ufunuo sura ya 4, kuangalia mambo mafumbo ya ajabu yanayopatikana katika kitabu cha Ufunuo, yakieleza siri ya kiti cha enzi cha Mungu na mambo yaliyopo pale. Mungu akubariki unapojipanga kusikiza somo linalofuata. Bwana pamoja nawe.